Mambo muhimu ya kuzingatia wakati wa utengenezaji wa sabuni yako ya maji. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lordiness Enterprises. Ikiwa basi unaona chaneli hii ni ya muhimu sana kwako kwa ajili ya kujifunza masomo mbalimbali ya kijasiriamali, unaweza ukasubscribe ili kinachoendelea humu ndani usikose. Lakini pia nimeweza kukuandalia kitabu kizuri kabisa ambacho kina vipimo, hatua za utengenezaji ndani ya masomo 21 ambayo nimekuandikia kwenye hicho kitabu. Kitabu hicho utakipata kwa soft copy, lakini pia utakipata kwa hard copy. Kwa ni kualike sana. Mbali na kitabu, tuna madarasa ambayo tunafundisha online kupitia WhatsApp kwenye magrupu yetu, na tunaelewa vizuri kabisa, na wako wengi ambao wamenufaika na elimu hii na leo wanafanya vitu vyao vikubwa sana. Kuna kualika na wewe, ikiwa unahitaji huduma mojawapo kati ya kitabu au darasa, ni rahisi sana. Utanitext kupitia WhatsApp namba 0783 50 09 71 0783 50 09 71. Karibu sana, twende pamoja. Siku ya leo msikilizaji, nimekuletea mambo muhimu ambayo ukiyazingatia katika utengenezaji wa sabuni, basi unaweza kufika mbali sana. Jambo la kwanza msikilizaji, katika utengenezaji wa sabuni, hakikisha kwanza una elimu ya kutosha kuhusiana na bidhaa ambayo unataka kuitengeneza. Ninapozungumzia elimu, nazungumzia ile knowledge pamoja na skills za sabuni. Mfano, katika sabuni tunahitaji vitu vingi sana. Kuna vitu ambavyo ni muhimu viwepo, lakini kuna vitu ambavyo havina umuhimu wowote. Kuna vitu ni muhimu na ni lazima, lakini kuna vingine havina umuhimu wowote. Mfano, silesi kwenye sabuni lazima iwepo. Silesi au Texapon lazima iwepo. Sulfonic acid lazima tutumie. Soda Ashlight lazima tutumie. Glycerin lazima tutumie. Chumvi lazima tutumie. Lakini si chumvi tu ya hivi, lazima tutumie chumvi ya mawe. Kuna watu ambao huwa ni wavivu wa kukoroga sabuni. Wao hupenda kutumia sabuni ambazo zimesagwa moja kwa moja kwa ajili ya kuwahi kuyeyuka kwenye ule mkorogo. Ni sahihi, lakini ukitaka matokeo mazuri, tumia chumvi ya mawe. Mimi nakuambia utanishukuru. Tumia chumvi ya mawe kwa ajili ya kupata matokeo mazuri katika sabuni yako. Ikiwa ni matokeo ya uzito, ikiwa ni impact yoyote ya kwenye sabuni, tumia chumvi ya mawe. Asante, tunaendelea. Glycerin nimesema lazima tutumie. CDE lazima tutumie. Preservative lazima tutumie. Preservative unaweza kutumia, ziko za aina nyingi. Mwanzo watu walikuwa watumia formalin, lakini baadaye kwa baadhi ya kanda ikawa imepigwa marufuku kutumika. Tuna watu ambao wanatumia sodium benzoate, ni nzuri, unaweza kutumia kwa ajili ya kupreserve product yako. Kuna watu ambao walikuwa wanatumia citric acid, hata leo inatumika pia. Hata sodium benzoate pia inatumika mpaka leo. Kwa hiyo unaweza ukatumia vizuri kabisa. Kwa lazima iwepo. Alkato au CMC lazima utumie. Hizo ni ingredients msikilizaji nakupatia. Lakini changamoto ya hizo ingredients ambazo nakutajia, ni muhimu sana ziwe na vipimo ili kupata product nzuri, quality product. Lazima uzingatie vipimo. Kwa ni jambo la msingi sana. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa kama utapenda kujifunza, basi utanitext WhatsApp au utapata nakala ya kitabu. Hivyo vyote nimeeleza kwa uwazi, vipimo nimekuandikia na procedure zote za utengenezaji. Baada ya kuzingatia vipimo, jambo lingine ambalo unapaswa kuzingatia msikilizaji na mtu ambaye unapenda kunifuatilia sana, jambo lingine ni ufungashaji wa bidhaa yako kabla ya kupeleka sokoni. Kuna watu wanunua bidhaa tu kwa sababu ni bidhaa. Kuna watu wanunua bidhaa kwa sababu vile ilivyofungashwa, vile ilivyowekwa sticker, kile kifungashio kinavyovutia. Yaani mtu ananunua kwa sababu hiyo tu. Kuna mtu ukiweka sabuni yako kwenye makopo ukaenda kumuuzia, hanunui hata kama sabuni hiyo ni nzuri. Kwa anaamini sabuni bora na nzuri ni ile ambayo imefungashwa katika mtiririko mzuri, ina kifungashio kipya, ina sticker ambayo ina mpangilio mzuri wa jina la bidhaa, matumizi ya bidhaa, maelezo ya bidhaa, ujazo au uzito wa bidhaa, address pamoja ya mtengenezaji na vitu vingine vingi ambavyo vinafanana na hivyo. Kwa vinapaswa viwepo kwenye sticker kama tarehe ya matengenezo na tarehe ya mwisho wa matumizi. Kwa hiyo hayo mambo ukiyazingatia msikilizaji, ni lazima upate matokeo chanya ambayo yatakuwezesha wewe kupiga hatua katika ujasiriamali ambao unaofanya.
Karibu sana, hayo ni mambo mawili nimekuletea ambayo yanaweza yakakusaidia kupiga hatua. Lakini kwa wewe ambao unapenda kujifunza zaidi, basi utanitext kupitia WhatsApp namba 0783 50 0971. Aidha unataka darasa WhatsApp au unataka nakala ya kitabu soft copy au hard copy. Kwa karibu sana kwenye ujasiriamali. Asante sana kwa kunifuatilia.